Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Moja ya mafundisho yanayojadiliwa sana katika Ukristo na madhehebu mengi ya Kikristo leo ni juu ya swali hili: je, Sabato iliishia msalabani? Je, Sabato iligongomelewa msalabani? Wengi hufundisha kwamba Yesu alipokufa, Sabato pamoja na sheria zingine za Agano la Kale ziliishia msalabani. Lakini je, Biblia inasema hivyo? Je, kuna andiko lolote linalosema wazi ya kwamba Sabato iligongomelewa msalabani ama Sabato iliishia msalabani? Ili kupata jibu sahihi kwetu sisi wa Kristo na watu ambao mnajiuliza maswali mengi kuhusu Sabato, ni lazima tuyaache maoni ya kibinadamu na kuruhusu Biblia ijitafsiri yenyewe. Hebu tuchunguze katika siku ya leo juu ya ushahidi huu wa maandiko kwa swali hili ambalo linaulizwa na wengi. Hoja ya kwanza inayopinga kuwa Sabato iliishia msalabani, inayokataa kuwa Sabato iliishia msalabani ni hii hapa. Yesu mwenyewe alisema hakuja kutangua sheria. Utaipata hoja hii kutoka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 17 mpaka wa 19. Na jambo la pili ni kwamba Sabato ilikuwa bado inatunzwa hata wakati wa kifo cha Yesu. Kabla Yesu hajafa ilitunzwa, na hata baada ya Yesu kufa ilitunzwa. Ili jambo utalikuta kwenye kitabu cha Luka sura ya 23 mstari wa 54 mpaka 56. Na jambo la tatu napaswa kujua ya kwamba Yesu alitarajia Sabato iendelee hata baada ya kifo chake. Swala hili utalikuta kwenye kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 20, pale ambapo Yesu mwenyewe anazungumzia juu ya habari ya matukio ambayo yatatokea kabla ya ujio wake mara ya pili, na hata kabla na wakati wa mwisho wa dunia hii. Lakini jambo jingine unapaswa kujua ya kwamba mitume waliendelea kutunza Sabato hata baada ya Yesu kufa msalabani na kufufuka. Swala hili utalikuta katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 42 mpaka 44. Lakini pia jambo lingine unapaswa kujua ni kwamba Paulo alihubiri siku ya Sabato. Kama ambavyo Yesu alihubiri siku ya Sabato na ilikuwa ni desturi yake kwenda kanisani ama kwenda hekaluni siku ya Sabato na kufundisha, ndivyo ambavyo Paulo alihubiri katika siku hii ya Sabato ambayo ni Jumamosi. Na hii utaipata kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 na ule mstari wa 2. Lakini pia jambo la jingine ambalo unapaswa kulijua ni kwamba watu wa mataifa waliabudu katika siku ya Sabato, na ndiyo maana kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 4 unakuja kutambua ya kwamba wanazungumziwa Wayahudi, lakini pia wanazungumziwa Wayunani ambao walikuwa kwa asili sio Wayahudi. Kwa hiyo wote walitunza Sabato, na sisi sote tunapaswa kuitunza Sabato hata leo. Lakini pia jambo jingine unapaswa kujua ni kwamba hakuna andiko linalosema Sabato ilifutwa msalabani. Utatafuta kwenye kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo, hautapata uthibitisho wote unaosema Sabato iliishia msalabani. Lakini pia jambo jingine ni kwamba sheria ya Mungu ni ya milele. Na kama tunavyojua ya kwamba amri hii ya Sabato ni mojawapo ya sheria ya Mungu ambayo imetajwa kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 20 kuanzia mstari wa 8 mpaka wa 11. Na uthibitisho huu utaukuta kwenye kitabu cha Zaburi ya 111 na ule mstari wa 7 mpaka wa 8. Na jambo jingine napoelekea mwisho ni kwamba Sabato ni sehemu ya amri 10 za Mungu, kama nilivyokwisha kusoma mwanzo kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 8 mpaka wa 11. Na jambo lingine ni kwamba watu wa Mungu bado tuna raha ya Sabato, bado wana raha ya Sabato, kama ambavyo Biblia kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 9 inasema, basi imesalia ya raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Na jambo la mwisho ni kwamba Sabato itaadhimishwa hata katika ulimwengu mpya, kama ambavyo Isaya anasema katika kitabu cha Isaya 66 mstari wa 22 mpaka 23. Nipende kuhitimisha hivi ya kwamba baada ya kuchunguza maandiko
tunaona kwamba hakuna ushahidi wa Biblia unaoonyesha kwamba sabato iliishia msalabani. Badala yake Biblia inaonyesha kwamba Yesu aliheshimu sabato. Mitume waliendelea kuitunza sabato hata baada ya kifo chake, na hata mbingu mpya na nchi mpya sabato itaendelea kuadhimishwa. Ni mimi Fla Stanko Matola, ama unaweza kaniita Pastor Matola. Mungu akubariki na kutakia wakati mwema.